Mimi niko kwa ODM, sijaingia kwa mrengo wowote. Na chama kuwa na mirengo pia sio jambo geni. Wakumbuka hata zile democracies ambazo saa zingine huwa tunaiga. Wakati, for example, the UK, wakati kulikuwa na lile swala la Brexit, kila chama, iwe Labour, iwe Conservative, kulikuwa na wale ambao walikuwa napinga, kulikuwa na wale ambao walikuwa naunga mikono. Kwa hivyo ina democracy lazima tukubalie watu wawe na fikra tofauti. Ni kama kwaya kama kila mtu anaimba soprano, haiwezi kuwa tamu. Wacha wengine waimbe soprano, wengine alto, wengine tena, na wengine bass, ndio kunakuwa na ile symphony. Kwa hii kwaya ya ODM. Lakini dakika ya mwisho, chama ikishachukua msimamo, na msimamo wa chama huwa unachukuliwa katika National Delegates Conference. Hatujakuwa na National Delegates Conference. Ile siku tutakuwa na National Delegates Conference, tufanye resolution na tuamue ni ndio direction ambao tunachukua. Sote itabidi tufuate hiyo direction. Nitauliza tena chairman, kabla niendelee, katika hii kwaya yenye iko na alto, soprano na kila nini, uko katika mrengo gani? Mimi niko tena. Bunge ina taratibu za kutatua masuala ambazo, ama yale masuala ambayo wamekuwa wakizungumzia wakiwa kule Kilifi. Lakini ningeifananisha na mwizi ambaye ameshikwa akifanya uhalifu na anakimbizwa, alafu wanasema yule anamkimbiza ndiye mwizi. Wiki 2, wiki 3 zilizopita, Wakenya wameshuhudia utawala mbaya sana katika kaunti zetu. Kuna siku tunaangalia ripoti ya Auditor General, tunapata kwamba kuna gatuzi fulani ilitumia milioni 5 kwa sherehe, na hiyo ilikuwa kwa ripoti yao, haikuwa ni uchunguzi wa Senate, ilikuwa ni ripoti yao wao wenyewe. Another day tukapata kuna gatuzi ilitumia karibu milioni 4 kuwasha taa kwa Christmas tree. Na hiyo Christmas tree ilikuwa inawashwa mwezi wa 9. Hapa Kenya tunajua Christmas inafaa iwe mwezi wa 12. Na tukauliza maswali, tukapata gatuzi nyingine walitumia milioni 55, 55.9 million inaweza kujenga madarasa ya ECD. Darasa moja ikiwa milioni 1.5 inaweza jenga madarasa ya ECD zaidi ya 40. Walitumia milioni 55.9 kupanda miti, na miti zenyewe wakati Auditor General alienda, aliambiwa zile miti ambazo ziko kando ya mto, hizo ndio tulipanda. Kwa hivyo kumekuwa na uhalifu, kumekuwa na ufujaji wa mali ya umma, na kwa vile kuna wale viongozi wachache wa gatuzi ambao tumewashika red-handed katika hicho kitendo, ndio maana sasa wanajaribu kugeuza lawama na kusema kwamba sisi ndio wahalifu. Wahalifu ni wale ambao ripoti zao ziko mbele ya bunge, ni wale ambao Auditor General amesema kulikuwa na loss of public funds. Hapo ndio kuna uhalifu. Kama kuna shahidi na kama hizo lawama ambazo wanatuelekezea sasa, kama iko na foundation ama msingi wowote, what we encourage them to do, waandike kwa speaker. Tuko na kamati ya powers and privileges, ndio kamati ya kuchunguza kama kuna wabunge ama maseneta wanafanya maneno ambayo ni kinyume cha sheria. Lakini ile evidence tunayo sasa hivi ni kwamba ufujaji wa mali ya umma, wizi wa mali ya umma inafanyika, lakini sio katika gatuzi zote, ni gatuzi chache. Na wale ambao tunaona ni kama wanalalamika sana sana ni wale ambao wiki 2, wiki 3 tangu tuanze kazi yetu tumewashika red-handed wakifanya maovu. Wakati ambapo wanazungumzia wizi, ama sio wizi bali hongo, wanasema wapo maseneta 1 ambao kwa lugha ya kizungu tunasema notorious, ndio wanawasumbua sana, wakati ambapo sio kamati yote, na hivyo wanataka uongozi huo kubadilishwa. Hawa maseneta 1, najua una sources, huenda umejua ni akina nani? Siwezi jua sababu wao ndio wanaelekeza lawama. Na kama wangekuwa watu ambao wako na goodwill and an intention ya kumaliza hiyo shida, wangewataja na waweke ushahidi of governance kuamua ni nani ataketi katika kamati za Senate. Na hatutakubali mtu yoyote ambaye sio mwanaseneti, ambaye siye mbunge, kudictate ni nani ataketi katika kamati. Wao wenyewe Council of Governors wako na kamati
kuna kamati ya fedha ya finance, kamati ya health, kamati ya labor. Hakuna siku seneti iliketi na kufanya resolution kwamba huyu jamaa tutaki awe mwenyekiti wa barabara, awe mwenyekiti wa fedha, awe mwenyekiti wa maneno ya afya. Na tukikubali watu ambao hawako bungeni to dictate ni nani ataketi kwa kamati, leo itakuwa ni Council of Governors, kesho itakuwa ni rais. Rais atapiga simu akisema huyu jamaa simtaki kwa hiyo kamati. And yet parliament is supposed to oversight the executive. Na hiyo executive ni executive ya gatuzi na executive ya kitaifa. Hatutakubali. Na Wakenya hawawezi kubali kwa sababu katiba ambayo tuko na ile separation of powers. Parliament, bunge lazima iwe na huru, haiwezi kuwa dictated na executive. Magavana wakijaribu kudictate nani atakuwa kwa kamati, ni kama rais pia kudictate ni nani atakuwa kwa kamati. Kwa sababu wote ni viongozi wa serikali. Wale ni viongozi wa serikali za gatuzi, rais ni kiongozi wa serikali ya juu. Na hakuna siku nimesikia rais akisema toa huyu jamaa kwa kamati sababu huwa ananishambulia akiwa Busia ama ananishambulia akiwa katika matanga. So we will not accept. If we accept parliament to be micromanaged from outside, that is the end and the death of parliamentary democracy. Wakimalizana na bunge wataingia judiciary, wataanza kuamua kama wewe ni mhalifu ama kama wewe ni mshukiwa. Mshukiwa atakuwa anaenda pale kotini na kusema huyu Justice Odunga simtaki, mimi namtaka Justice Muchelule. It never works that way. Kuna kuwepo na maseneta wenye wanakuja kwenye kamati yake na wanajua they are running for political seats. Tuseme kama ni governor fulani, kwa sasa mtu ni senator anataka kuwa governor, na akija pale inakuwa ni kama kamati ya kusettle scores. Ni kitu ambacho unakubalia wakati ambapo wanafika kule political scores. Baadhi yao walitumia hizo mbinu kuchaguliwa kama magavana. Tunajua wale ambao walikuwa maseneta na tunajua vile walikuwa wana treat magavana wakati walikuwa wanajitokeza. Unakubali hiyo ni platform unawapa pia? Mimi nimejaribu sana kumoderate mikutano zangu. Tangu niwe mwenyekiti hakuna seneta ambaye amepigana na gavana. Lakini unakumbuka hapo mbeleni Sonko na Kidero walipigana physically. Unakumbuka hapo mbeleni Mwangi wa Iria na seneta wa Murang'a wakati huo karibu wapigane. Unakumbuka hapo mbeleni kulikuwa na maseneta Boni Khalwale na Governor Oparanya hawangeweza kuketi katika chumba kimoja. Tangu niwe mwenyekiti hakuja kuwa na kisa kama hicho. In fact, ile shida tumekuwa nayo ni magavana kususia na magavana kutafuta mbinu zote ili wasifike mbele ya kamati yangu. Kwa hivyo wale ambao wanasema kwamba tunawaharakisha, kwamba tunawafanyia harassment, tunawafanyia intimidation, tulisema leo, if your documents are an embarrassment, then we have no option but to embarrass you. If your presentation is an embarrassment, then we'll embarrass you. If your physical appearance is an embarrassment, then we'll embarrass you. If you have stolen public funds, we will embarrass you. And you have no apology? I have no apology because that is what the public expects us to do, to name and shame. Wale ambao hawana shida, leo tumekuwa na mkutano na gatuzi la Narok. Tumefanya mkutano ambao ulikuwa ni machua, mkutano ambao tulikuwa tunaangazia big policy issues. Angalia, Narok wamenunua tingatinga za kujenga barabara. Tingatinga 120. Imewagharimu bilioni 1.6. Kila mwaka wanalipa milioni 300. So karibu bilioni 2 wanajenga barabara zao. Na tukauliza, je, this institution called KERA, why should it exist kama county ziko na uwezo wa kutengeneza barabara zao? Na tukajitolea kwamba lazima tubadilishe sheria. Juzi tulikuwa na county ya Bomet na tulikuwa tunaangazia maneno ya walimu wa early childhood education centers. Je, Liz, unajua kwamba ukiingia kwa county, dereva ambaye qualification yake ni driving license, mshahara wake wa kwanza ni shilingi 24,000. Lakini mwalimu wa watoto wetu, yule mwalimu wa ECD, yule ambaye ako na certificate, mshahara wake ni 16,000. Yule ambaye ako na diploma, mshahara wake ni 22,000. Yule ambaye ni graduate, mshahara wake ni 25,000. Lakini driver ambaye yuko na driving license, mshahara wake ni 24,000. These are some of the things that
wakati governors wamejitokeza mbele yetu, tunaangazia na tulijitolea hiyo siku kuhakikisha kwamba walimu wetu wa ECD, wale ambao wanafunza watoto wetu, kwa sababu mwalimu wa ECD ndiye mama wa huyo mtoto, baba wa huyo mtoto, ndiye daktari, ndiye kasisi, ndiye kila kitu. Sababu wengi wetu we are too busy, tunaachilia watoto wetu in the hands of these ECD teachers. Honorable Speaker, I want to give this House background of all this drama that you are hearing. Honorable Speaker, we have a deadline of 31st of March as the Public Accounts Committee to consider all reports. We went to the extent of using resources for this House to publish a list and an invitation to all the county entities to come and appear before us so that they can account for the money that we gave them. Honorable Speaker, when people come before that committee, they are expected to be asked questions and they have to have the right answers. Would you believe it, Honorable Speaker? A county entity comes to the Senate Public Accounts Committee and tells us that the money we have given them for building industrial parks, somebody took 10 million from that kitty and went and held a border event. Then they say we are embarrassing them. Honorable Speaker, Bungoma County came to the Senate Public Accounts Committee and told us that there was somebody who took 4 million shillings to finance a Christmas tree lighting. Speaker, and we are expected to just paper over such issues. Another one came and told us they spent 5 million shillings in Vihiga County for housewarming after for the Speaker's house. And then they come and complain and say that we are embarrassing them.